Siku ya leo nazungumzia jinsi ya kuweza kulinda nyota yako. Katika mzunguko wa maisha, kila anayekutaka kimapenzi sio anakupenda wewe. Wengine huvutiwa na nyota yako ili iweze kumuinua kimaisha au impe ongezeko la mapato katika maisha yake au katika utafutaji wake au shughuli zake zozote zile. Nataka tu ni kufahamishe kwamba watu hawa huwa wanakuja ghafla au unakutana nao ghafla, halafu anakuacha au anakuacha baada ya kutimiza malengo yake. Kwa hiyo kumbuka, kitu ambacho anakifata hapo ni kuja kuangusha nyota yako au kuchukua nyota yako au kuenda na ile nguvu au energy ulio nayo katika nyota yako. Kwa hiyo kuwa makini katika kulinda nyota yako kutokana na watu unaokutana nao. Tumezungumzia kwamba usipende kukutana na kila mtu na kila rika na kila nguvu. Katika kukutana huko kuna nguvu kubwa sana ya kubadilishana energy au kukandamizwa energy yako na bahati zako au bahati zako kuchukuliwa kwenda upande wa pili. Na wakati mwingine ukiendeleza hilo swala, unaweza ukakuta nyota yako inaanza kufifia na bahati zake kupotea au kuzimika. Hata nguvu za maono na utambuzi wa mambo hupotea, kwa kuwa kuna baadhi ya watu hawaji kimapenzi kama unavyofikiria wewe. Wengine wanakuja baada ya kuiona nyota yako, anakuwa na wewe, anatajirika, na baadaye anakuona hauna thamani, anakuacha, unaenda zako, yeye anaendelea na maisha yake mengine. Kwa hiyo kwa wale ambao wana tabia ya kukutana na watu kimapenzi wa kila aina, wanatakiwa wawe makini sana. Ndio maana mtu mwingine anaweza akaja kwenye uhusiano wako ghafla na kaondoka ghafla bila ugomvi wala bila sababu yoyote. Kwa hiyo ni vizuri kwa wale watu wenye maono kulijua jambo hili na kuweza kutetea nyota zao au kuweza kulinda nyota zao. Unajua kuna watu wengine hata kwenda kwenye makundi ya watu hawawezi kwa sababu ya kupoteza energy zao. Kuna watu wengine wanapenda sana kwenda kwenye maandamano, kwenye mashirikiano, kwenye mikutano, kuna manini. Hawajui pale mtu anaweza akaenda pale na akaacha energy yake yote akarudi mikono mitupu. Na kuanzia hapo mambo yake yakaanza kufifia na nyota yake ikaanza kuwa chini. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana kwa kuweza kulinda nyota yako na mambo yako. Na mara nyingi watu wa namna hiyo huwafuata wale watu ambao nyota zao zinawaka. Zinawaka na zinakubalika na zinakuwa ziko juu na zinakuwa zina nguvu. Kumbuka nilishazungumzia kwamba kuna watu wakikuangalia tu wanajua wewe una nguvu gani au una nyota gani au una pawa gani. Una pawa ya nuru au una pawa ya giza. Na je, hiyo pawa yako ya nuru inaweza ikamsaidiaje? Kwa hiyo ndio maana watu wengi wanalalamika, nimeibiwa nyota, nimepoteza nyota, nilikuwa na nguvu, sasa hivi nyota yangu haina nguvu, anashindwa afanye nini. Kwa hiyo pia ukijilinda na vitu kama hivi vya kujiweka mbali na marafiki, mashirikiano, kuna baadhi ya wengine wanawaamini sana marafiki zao. Na kuna baadhi ya wengine wanawaamini kila mtu. Usimwamini kila mtu kwa sababu kila mtu ana uwezo wake, ana upeo wake, ana maono yake na ana nguvu yake. Mtu mwingine hapendi kukuona wewe una maono fulani au una bahati fulani. Kwa hiyo vitu kama hivyo inabidi uwe navyo makini sana katika kuchunga nyota yako. Na vile vile penda kusoma madua ya usiku na kusali usiku katika maombi ya kuweza kulinda nyota yako au kuweza kuweka sawa mambo yako yale unayoona yamelegalega. Au kama wewe ni mmoja wapo au muhanga wa mtu uliyepoteza nguvu zako kupitia vitu kama hivyo, jaribu kutembea kwa mashehe, kwa maustazi, kwa wanajimu kuweza kurudisha nguvu ya nyota yako. Jaribu kulinda nyota yako na kuiweka sawa mara kwa mara ili uweze kwenda sawa katika mambo yako ya utafutaji na shughuli zako. Mimi si mwingine, ni Mnaji Mkuthumu. Una tatizo lolote, chukua namba yetu hapo chini, uwasiliane na sisi ili uweze kupata msaada. Kwa wale walio nje ya nchi, sisi tuko Tanzania, tuko Dar es Salaam maeneo ya Kifuru. Kwa wale wa mikoani, karibuni sana.